na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha Dominika ya 16 ya mwaka wa Kanisa, na masomo yetu ya leo yanazungumzia kuhusu uvumilivu na huruma ya Mungu. Tunaishi kwa neema za Mungu, na hivyo hivyo nguvu za Mungu sio kutuadhibu ama kutuhukumu, lakini ni kutuokoa. Yeye ako na huruma na anapenda na sisi tuweze kuiga mfano wake katika maisha yetu. Ako na uwezo, ako na nguvu, anaweza kutumaliza, anaweza kutoa katika ulimwengu huu, lakini licha ya yale mabaya ambayo tunayatenda, anatupatia nguvu za kuweza kuishi, kuweza kuomba toba, kuweza kubadilika. Na huo ndio mfano ambao tunaona katika masomo yetu ya leo, ya kwamba tunafananishwa, maisha yetu yanafananishwa na shamba yenye magugu, ambapo magugu yanamea pamoja na mimea, na sio kwamba wafanyikazi wataenda kusitua ama kuyatoa yale magugu, lakini yote yanaachwa, na mwishoni wa baada ya kukomaa hiyo ngano inavunwa. Kwa hivyo na sisi pia Mungu anatujalia, anatupatia uvumilivu katika maisha yetu, licha ya kwamba tuko wabaya, ili tuweze kubadilika, tuweze kung'oa huyu shetani katika maisha yetu, ili mwishoni tusiweze kukomaa katika ule ubaya, lakini tukukumae katika yale maisha mazuri. Tujue kwamba sisi tuko na magugu katika maisha yetu, kuna madhaifu katika maisha yetu, lakini Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kubadilika, ya kuweza kungeuka. Na ndio sababu katika kiitikio cha leo tunaambiwa kwamba kwa maana wewe u mwema, uko tayari kutusamehea. Mungu wetu yuko tayari kutusamehea, yuko tayari kuandamana nasi. Basi ule muda ambao tumepatiwa na Mungu tutumie vizuri, ili tuweze kubadilika. Kuna muda wa mabadiliko, basi tubadilike. Katika somo letu la kwanza, ambayo inatoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani, sura ya 12 aya 13, 16 hadi 19, inazungumzia kuhusu upendo wa Mungu na nguvu na uwezo wake kwa kila kiumbe. Anajali kila kitu na ana uvumilivu kwa kila kitu. Kwa hekima anaongoza watu kwake, na vile vile anawaeleza na kuwaelekeza wale ambao wamepotea katika njia ya kweli. Anatufundisha kuvumilia na vile vile kuona uwezo wa kuwa na huruma. Mungu ako na uwezo wa kuharibu kila kitu. Mungu ako na uwezo wa kuweza kuokoa kila kitu, lakini tunajua na ametuambia kwamba nguvu zake sio kuharibu, ama uwezo wake sio kuharibu, ama hekima yake sio kuharibu, lakini anapatia watu muda, anatupatia nafasi ya kuweza kuona nguvu zake katika maisha yetu. Licha ya kwamba kuna uwezo wote, hajawahi kutumaliza. Mara nyingi tunaanza kujiuliza, kama Mungu ako na uwezo na nguvu, kwa nini uovu umeingia katika ulimwengu? Kama Mungu ako na nguvu na uwezo, kwa nini asiadhibu wale watu ambao wanafanya mabaya? Kama Mungu ako na uwezo na nguvu, kwa nini anaruhusu tuweze kuwa na shetani katika maisha yetu? Sio kwamba hawana uwezo wa kuweza kumaliza hizo, lakini yeye anatupatia nafasi ili tuweze kubadilika, anatupatia nafasi tuweze kujirudia, anatupatia nafasi ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho hatuna ama tumekifanya vibaya. Mara nyingi kuna ndugu zetu ambao wako na uwezo, wako na nguvu, lakini hizi nguvu na uwezo ambao wako nao wanaotumia vibaya. Ati kwa sababu wewe ni mkubwa katika kazi ama katika ile kampuni huko, basi unaanza kutumia hizo nguvu zako kuwakandamiza watu wale wengine. Ati kwa sababu uko na pesa, uwezo, unaanza pia kukandamiza na wale ambao hawana. Kwa sababu wewe uko katika ofisi kubwa, unaanza kukandamiza watu. Kumbuka hizo tu ni nguvu za hapa duniani. Wewe ni zile vitu ambazo Mungu amekujalia na ni za muda tu. Lakini tuige huyu Yesu anasema kwamba licha ya kwamba hakuna hizo vitu vyote, lakini bado anatujali sisi, anatuhurumia sisi, anatupatia matumaini. Nguvu zako situmie vizuri.
Ile afya umepatiwa na Mungu itumie vizuri. Ile familia Mungu amekupatia itumie vizuri. Zile pesa Mungu amekujalia vitumie vizuri. Hata yale mamlaka ambayo Mungu amekupatia yatumie vizuri. Na hili wazo ndio hiyo ambao tunaiona katika injili ya leo, ambao ni injili kutoka mwinjili Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi 43. Na hii injili inazungumzia kuhusu kuenea na kukua kwa ufalme wa Mungu mioyoni mwetu. Tunapatiwa mifano mitatu. Mfano mmoja ni yale magugu ambayo katika ngano. Mfano wa pili ni ile puje ya haradali ambayo ni dogo alafu inakuwa sana. Alafu mfano wa tatu ni chachu iliyotiwa na mwanamke katika unga. Mifano mitatu ambayo inaelezea kuenea kwa ufalme wa mbinguni. Na ufalme ambao tunausemea ni ule ufalme ambao unakuwa katika maisha yetu. Ni ule ufalme unaikuwa katika maisha yako ya kiroho, hata katika kazi zako, katika nyumbani mwako, katika sehemu ambazo unaishi. Na tukichukua huu mfano wa kwanza, mfano wa magugu katika ngano, na vile vile mfano wa puje ya haradali, tunaona huu wa kwanza wa magugu na ngano ambao tumeambiwa yule mpandaji aliziacha zote zikakuwa kwa wakati mmoja, alafu mwishoni ndio ile ngano iliweza kukusanywa pamoja, alafu yale magugu yakachomwa. Tunaweza sema ni ule mchanganyo wa maisha yetu ambapo bado shetani yumo na vile vile roho wa Mungu yuko pale pale. Kuna mazuri ambayo tuko nayo na vile vile kuna mabaya ambayo tuko nayo, na haya mabaya na huyu shetani ndio haya magugu ambao tunaambiwa. Lakini hawa wapanzi na huyu mwenye shamba hakusema yang'olewe wakati ule, alisema kwamba yapatiwe muda, alafu mwishoni ataweza kuyamaliza. Na hivyo ndio tunaona kwamba Mungu anakaa na sisi licha ya yale mabaya ambayo tuko nayo. Hakuna mmoja wetu ambao amekamilika. Tuko na shida, tuko na mahangaiko, tuko na mabaya ambayo tunatenda. Kuna mambo, tabia zetu zingine sio nzuri, hata hivyo nidhamu yetu sio nzuri, lakini Mungu ametupatia nafasi ili tuweze kubadilika. Na ndio nimesema kwamba haya mabaya ambayo unayafanya sio kwamba Mungu hana uwezo wa kuweza kuyamaliza ama kuyaondoa, lakini tumepatiwa nafasi ili tuweze kubadilika. Mungu hana haraka ya kufanya maamuzi, na hata hivyo tunaambiwa kwamba tunapatiwa nafasi ya kukua katika maadili, katika tabia, katika matendo. Na wakati ambao tunaendelea na kukua katika haya, tunaambiwa ni lazima tuwe tofauti na haya magugu. Mwishoni ngano iliweza kuonekana na yale magugu yakaweza kutambulika. Kwa hivyo na sisi pia, licha ya kwamba kuna maovu mengi ambayo yanatuzunguka, kuna uovu ambao unatuzunguka katika ndoa, kuna wengine ambao wanakuzunguka katika maisha yako ya kiroho, kuna wengine ambao wanakuzunguka katika kazi zako, katika ndoa, katika mahusiano. Hayo maovu yapo, huyu shetani yupo, lakini usimpatie nafasi katika maisha yako aweze kujanganya. Hii ngano mwishoni watu waliweza kujua hii ndio ngano na hii ndio magugu. Kwa hivyo na wewe uweze kuwa na nguvu ya kushinda huyu mwovu ambaye anakuja katika maisha yako, huyu mwovu ambaye anakuharibia ndoa yako, huyu mwovu ambaye anaharibu sala, huyu mwovu ambaye anaharibu tabia yako. Hayo ndio yale magugu ambao tunaambiwa tuyang'oe. Je, unajua magugu ambayo anakusumbua katika maisha yako? Unajua yule ibilisi ambao unakuwa naye katika maisha yako? Yule ibilisi anakuandama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu tukimpatia nafasi mapema, basi tumng'oe, haya magugu hayatakuwa yamekomaa. Lakini vile vile tukiacha yakomae, basi inamaanisha itachoma. Lakini kama tukiyang'oa mapema, haitakomaa katika maisha yetu, haitatusumbua, haitatusonga. Kwa hivyo ng'oa yale magugu ambayo yako ndani ya moyo wako, ng'oa yale magugu ambayo katika ndoa yako. Usisubirie yaweze kuharibu ndoa yako. Kama kuna kitu ambacho kinaharibu ndoa, maliza mapema. Kitu unaona kinakuharibu katika tabia, imalize mapema. Kitu ambacho unaona kinakuharibu katika maisha ya sala, ing'oe mapema. Usisubiri hiyo gugu liweze kukomaa katika maisha, itakuwa ngumu kuling'oa, na hivyo kile itajikana kufanya nini? Kuchoma. Na kwa nini usubirie wakati wa kuchoma, wakati ambao unaweza kung'oa mapema? Alafu kuna hiyo mfano wa puje ya haradali ambao tumepatiwa. Tunaambiwa ufalme wa Mungu
unakuwa polepole katika maisha yetu. Neema kukua polepole katika maisha ya kila mmoja wetu. Unakuwa polepole katika ndoa, unakuwa polepole katika imani, unakuwa polepole katika sala, unakuwa polepole katika tabia. Hakuna siku moja ambayo tunazaliwa tukiwa tunajua kila kitu, lakini tunafundishana na tunaelimishana polepole katika maisha yetu. Hii ni ishara ya kuonyesha kwamba kila kitu tunachokifanya tuwe wa taratibu, na alafu tutembee polepole katika maisha. Endelea kukua vizuri katika maisha yako, na jinsi unavyoendelea na kukua ni hivyo hivyo ambao unaendelea na kukomaa. Vile miaka inavyoendelea na kukua, basi tubadilike kimawazo yetu. Tusikuwe tuko lakini hata hatukui. Baadhi yetu tumekomaa, hatujakomaa katika sala. Vile tulikuwa tunajua kuomba tukiwa wadogo, hata tuko hivyo hivyo. Tabia zetu siko kama watoto wadogo. Hata hivyo mawazo yetu ni kama watoto wadogo. Hata maisha ya ndoa ni kama watoto wadogo. Hapana, tunaambiwa kwamba tukue, na wakati ambao tutakuwa tutaweza kuwa mfano kwa watu wale wengine. Je, miaka hiyo yote ambao umekaa katika ndoa inaweza kuwa mfano kwa wale ambao wanatamani ndoa? Hiyo miaka yote ambao umekuwa katika sakramenti, umeweza kutafuta wengine waweze kutamani maisha ya sakramenti? Ile hekima ambao umeipata katika kusoma Biblia inaweza kukuwezesha ukue vizuri katika maisha yako? Ni hapo ndio tunaambiwa kwamba tukue polepole, tukue na utaratibu, na Mungu ataweza kuimarisha chochote ambacho kiko ndani ya maisha yetu. Na ule mfano wa mwisho unafanana na huo wa pili wa ile chachu aliyotia mwanamke katika unga. Sisi tunaambiwa kwamba tunapoendelea na kuishi tunabadilika, hatubaki vile vile. Uwepo wetu katika maisha ya watu wale wengine inapaswa kuleta radha katika maisha yao. Wakati ambao unakutana na watu katika sala, unapaswa kuleta radha katika maisha yao. Ukikutana na watu ambao hawana matumaini, unapaswa kuongezea matumaini. Ukikutana na watu ambao hawana nidhamu, wanapaswa kubadilisha nidhamu yao. Ukikutana na watu ambao hawana tabia nzuri, wanapaswa kubadilisha tabia nzuri, waanze kuwa na tabia nzuri. Je, uwepo wako katika maisha ya watu wengine inawabadilisha ama inawaharibu? Wewe kama baba, wakati ambao unaingiliana na wale wa baba wengine, unawabadilisha ama hawabadiliki? Wewe kama mama, unaweza kuwabadilisha? Wewe katika uongozi wako unaweza badilisha watu wale wengine? Wewe katika maisha yako ya kupokea sakramenti inanguza na kubadilisha watu wale wengine? Hapo ndio tunaambiwa kwamba tuweze kuwa chachu kwa maisha ya watu wale wengine, ile kitu ambacho kinabadilisha, ili waweze kuwa wazuri na waweze kupendeza. Uwepo wako katika watu inawabadilisha wako wazuri ama ni wabaya. Kama ni wabaya, basi ujue kwamba ufanyi vizuri, lakini kama tunawabadilisha waweze kuenenda vizuri, basi hapo ndio tunakuwa wewe uko mfano bora kwa watu ama bado. Na katika haya yote basi, leo tunahimizwa ya kwamba tutumie vizuri ule wakati ambao tumepatiwa wa kuomba toba. Tusiwe na haraka katika maisha ya kuharakisha vitu. Hii magugu kama ingong'olewa, labda ngano pia ingeweza kung'olewa. Tuende taratibu katika maisha yetu ya sala. Tuwe wa taratibu katika maisha yetu ya sakramenti, na hivyo tusiweze kuwahukumu watu wale wengine. Hao wafanyikazi walisema kwa aliyekuwa na haraka ya kuhukumu kwa kusema kwamba anakufanya maamuzi, hebu tung'oe. Hapana, watu wengine ni wabaya, tuseme kwamba hawezi kubadilika. Watu wengine wako na tabia mbaya, lakini tuseme kwamba hawezi kubadilika. Watu wengine ndoa zao sio nzuri, tuseme kwamba hawezi kubadilika. Ama wengine wanataka kuoa ama kuolewa, tuseme kwamba hawezi kubadilika. Hapana, nafasi iko. Mungu yupo pamoja na wao na ataweza kuwabadilisha. Na hivyo hivyo tuweze kuacha yale mabaya, yale magugu ambayo yamekomaa katika maisha yetu, tuweze kuyang'oa. Tukumbuke hiyo somo la pili ambayo Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 hadi 27 anatuambia kwamba tumejaliwa Roho Mtakatifu ambaye anatuwezesha tuweze kujenga uhusiano wetu na Mungu. Huyu Roho ndio atatuwezesha kung'oa ya magugu. Huyu Roho ndio atatuwezesha tuweze kuwa mfano bora wa watu wale wengine. Huyu Roho ndio atatuwezesha tuweze kukua na kubadilisha maisha ya watu wale wengine. Na zaidi ya hayo, huyu Roho ndio atatuwezesha tuweze kuona Mungu aliye na huruma, aliye na uvumilivu, anayetujali kila wakati. Ndugu zangu, tuombe leo neema za Mungu tuweze kuona akitubadilisha katika maisha yetu, na zaidi ya hayo tung'oe mabaya ambayo yanatusumbua.
tuweze kukua vizuri katika maisha yetu, tuweze kuleta radha katika maisha ya watu wale wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Bwana, warehemu watumishi wako, wasidishie kwa wema baraka za neema yako, waweze kuona uvumilivu na huruma yako, na utuwezeshe na kupatia neema za kung'oa magugu ambayo yanatusumbua katika maisha yetu. Yale ambayo yakupendezi tuweze kuyaweka kando na tuweze kukua katika upendo wako. Natomba hayo kwa ajili ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Jumapili njema.